Namna ya tatu ya kuifanya nafsi iwe hai ni kuitenga nafsi yako na kila kinachoweza kuinajisi. Narudia namba tatu. Namna ya kulinda uhai wa nafsi, namba tatu, ni kuitenga nafsi yako na kila kinachoweza kuinajisi nafsi yako. Kuitenga. Okay. Kabla tujapita kwenye mstari, tuangalie kitabu cha Hesabu mlango wa 21. Kitabu cha Hesabu mlango wa 21 mstari ule wa 5 au twende la mstari wa 4, mlango wa 21 mstari wa 9. Wakasafiri kutoka mlima Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Mstari wa 5. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona umetupanisha huko kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani, maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zikinakinai chakula hiki dhaifu. Ukiangalia ile herufi ya roho zetu ina roho, maana yake nafsi zetu. Nafsi zetu, kwamba nafsi ndio inanung'unika. Huwa nafsi ndio ina manung'uniko, huwa nafsi ndio hairidhiki. Kuna mtu ukimtendea jambo lolote, kama ana shida kwenye nafsi, hawezi kuridhika kwa sababu nafsi yake haina kuridhika. Sisi kama ni leo okay. Siku moja nilikuwa natoka mjini, alafu kuna mzigo nilikuwa nao, alafu akaja mwendesha mkokoteni, walikuwa wengi kidogo, wabodaboda wanataka, watroli wanataka, mkokoteni wanataka, alafu mimi nisimama, alafu ghafla yule mkokoteni akapaki, akaniambia ndio unakwenda, nikamwambia sawa. Akili yangu ilikuwa ni seti ya kwamba kutoa mzigo hapa kupeleka sehemu fulani ni kiasi fulani cha fedha, ndio akili yake. Nilipofika mahali na mzigo wangu, nikachukua kiasi cha fedha nikapa, alafu akaniuliza hii nini unalipa? Alafu nikamuuliza kwani tulipatana nini? Akasema ifahamu. Nikasema kwani tulipatana nini? Akaongea maneno mengi sana, lakini sio mzee shida. Nikajua huyu tayari amepata shida kwenye nafsi yake. Nafsi yake imezoea kulalamika na imezoea kuona kama inaonewa. Alafu nikamwambia sikiliza, ni kiasi cha kuniambia mzee, hii haifai, nishindikana, alafu nione kama nami nafaa niongeze ama siongeze. Lakini kunung'unika na kulaumu na kugombana na mimi haimsaidii, maana hatujapatana. Umewahi kukutana na mtu anakubebea mzigo alafu anakuambia shida, alafu anakuambia twende, usikubali twende, mwambie shida. Ili nipime kama na uwezo wa kulipa hapa sijui. Uwezo. Sasa kwa sababu nilijua nafsi yake imeshaumia na imeshanung'unika, nilimwongezea kiasi fulani. Lakini kwa nini nikamwongezea? Sio kwa sababu ilikuwa haki yake kuongezewa, ni kwa sababu nilitaka kuiponya nafsi yake na roho ya maumivu na manung'uniko. Kwa nini amebeba picha hii? Kwamba mtumishi anajua. Sasa ameshaingia kwenye biashara ya mtumishi. Kwa hiyo kitu ndio kwenye ofisi yako unafanya biashara, alafu unafanya biashara kihalali, anasema hata kwa mchungaji. Kwa hiyo unakuja kwa mchungaji kwenye biashara. Na ndio mara nyingi mimi natamani unapofanya chochote usifanye kama mlokole. No. Fanya kulingana na sekta inayokuhusu kufanya. Ukifanya kitu kama mlokole hautawahi kutoka kwenye maisha yako. Sijui kama
Umepewa kuuza shamba, uza kama dalali ambaye sasa Mungu wote. Hakuna dhambi yote. Kwa nini kwenye shamba tukwambia eti na ukaanza milioni 20 na kiingia kingi sema mingi. Lakini ukiingiza ulokome itasikia sauti inasema usikandamize sana. Najaribu tukusaidia kidogo. Ni jinsi gani nafsi inaweza kupata shida ya mtu. Sasa sikiliza, wana wa Israeli Mungu anawapa chakula. Nafsi zao zinapata shida kuliko wakazungumze moja kwa moja na Musa. Aliyeona mtu aliyepata shida kwenye nafsi, mtu aliyepata shida kwenye nafsi huwa anaanza manunguniko kuliko kueleza shida yake. Unaelewa vizuri? Wewe kuleta kitendeka. Nani aliyemtuma Martha kwenda kumpikia Yesu? Kuna mtu aliyemtuma? Unaweza kanisa. Nani aliyempa Martha kibarua ya kwenda kumpikia Yesu? Hakuna. Maandiko yanasema Yesu alikuwa anapita kijiji kwa kijiji kuhubiri. Alipofika karibu na familia yake na Martha, alikuwa Mariamu na alikuwa kina Lazaro. Martha akachukua mwenyewe akaingia jikoni. Hakuna mtu wala Yesu akamwambia tunajaa wala akamwambia tunapita kwa sababu ya kula. Akaondoka mwenyewe kwenda jikoni. Mariamu akaamua kukaa miguuni mwa Yesu. Kila mtu akachukua mkono wake. Sasa moja kwa moja kitafuna. Martha akakaa jikoni, nafsi yake ikaanza kupata shida. Kwa nini ndugu yangu wanakaa na Yesu? Halafu mimi nakaa jikoni kuteseka. Nani aliyemtuma? Nani aliyemtuma? Nataka tukusaidia kidogo ili kusaidia wagonjwa nafsi lakini hujui. Ukiona kusaidia mtu alafu anaanza kuumia maana yake nafsi na shida. Unahitajika kumshirikia nafsi yako. Ukiona umempa mtu kitu alafu baada ya kusikia maumivu unaanza kujuta kwa nini nimempa kikubwa, nimempa kitu kwa sijagawa, maana yake nafsi yako inahitaji kushirikiwa. Ina matatizo. Umewahi kutoka kitu. Alafu mtu anaondoka. Na leo mwenyewe kabisa hata atakwambia sasa hivi ndio kujeni bali kwako ukakimbia kwenye ukamua keki ukamua na soda ukafanya hiki halafu baadaye anaondoka na sauti yako mwingine unakuja pata sana nguvu. Nani aliyekutu? Ni nafsi yako. So nafsi sasa kwa sababu ina matatizo ya kulalamika hautaacha kulalamika. Martha akatimuka kwenye jikoni nafsi ogopa sana nafsi kujua. Katimuka ameshaongea mwenyewe. Hivi Mariamu anamwambia hivi leo Yesu aweze kuambia. Tena ameshazungumza maneno mengi. Alipokuja hivi nafsi na shida straight moja kwa moja akamwelekea Yesu. Hivi Yesu unaona wewe huyu ndugu yangu anakaa kwenye pako alafu niko jikoni na Mungu mwenyewe hakunisaidia. Yesu akamwangalia. Akamwambia swali. Alafu akamwambia Martha, unahangaika na vitu vya muda mfupi vilivyopita. Lakini ndugu yako Mariamu amechagua fungu njema ambalo halitaondolewa. Na haikuwa jibu sahihi. Jibu sahihi kwa kushughulikia kwamba Martha, shida yako una roho ya manunguniko, nafsi yako hairidhiki. Kwa hiyo tunatakiwa kusaidia Martha ni kuponya nafsi iliyokana na roho ya kufanya kitu huku wakinungunika. Wewe kusaidia. Siku zote ukitaka kuona baraka za Mungu, fanya kitu pasipo kuruhusu roho ya manunguniko kwenye maisha yako. Kuna watu wengi wanafanya kazi ya Mungu, lakini nataka nikuambie ukweli na Yesu shahidi, kuna watu wengi hawatapokea chochote kinachoitwa mbele za Mungu. Kwa nini? Wamefanya wakinungunika. Nafsi zao zimenungunika. Kusaidia. Maandiko yanasema wakafa moyo kwa sababu ile njia imekuwa ndefu. Alafu namba 2 anasema wakamwambia wakamwamkia Mungu na Musa wakasema mbona mmekuja kutupandisha nafsi katika kelele? Kwani wametuleta? Kwani wametuweka hapa? Unajua tafsiri ya neno wakamwamkia maana yake kabla ya kusema na Musa walianza kunung'unika kwanza wao kwa wao. Ni manung'uniko hayana tofauti na mateto, hayana tofauti na usengeliaji. Manung'uniko
Maana nafsi zetu hazihitaji kuchoka. Angalia kitabu cha Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza mlango wa 17. Mlango wa 17 na mstari wa 12. Nisome mstari wa 11. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Mstari wa 12. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami naokota kuni mbili, niingie nijipikie nafsi. Niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tufe. Bwana yake basi nishaona mauti. Haya maneno ambayo huyu mwanamke anayezungumza yametokana na tafsiri ya nafsi yake. Nafsi yake imeshapita kiwango cha kuishi. Nafsi yake kamwambia, unaishi kwa sababu ya unga. Kwa hiyo unga ukiisha, maisha yako yamefika mwisho. Ndivyo nafsi inatafsiri. Na ndio sababu anazungumza kila ambacho kuna maandiko. Biblia inasema kimtokacho mtu ndicho kijachazo ndani ya nafsi yake. Sasa anamwambia tulichonacho kidogo na tumejiandaa kupika chakula hiki, kuipikia nafsi yetu, alafu tuiruhusu nafsi ife. Walifikiri nafsi ingine ndicho hiki chakula. Wewe kusogeza kidogo mtaelewa. Angalia Wathesalonike wa pili mlango wa 3. Wathesalonike wa pili mlango ule wa 3, tunazungumza habari ya uhai wa nafsi. Mlango wa 3 na mstari wa 6. Ndugu, tuwaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu. Jitengeni nafsi zenu. Hiyo ni namba 3 niliyokuambia. Ili nafsi yako ibaki salama na imekuwa hai, nafsi yako inatakiwa kutengwa na kitu kinachoweza kuleta nini? Unasi. Chochote ambacho unaona inaweza kuharibu afya ya nafsi yako, itenganishe nafsi yako hivi. Sikiliza vizuri. Ndugu, tuwaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila Mungu aendaye bila utaratibu. Kila ndugu aendaye bila ili iponye nafsi yako. Nafsi yako inaweza ikaathiriwa na mtu ambaye hana utaratibu. Mtu ambaye hana utaratibu ni mtu ambaye hana mpangilio kwenye maisha. Unajua, kama una mpangilio, uanze kipi malize kipi, maana yake wewe mtu ambaye huna utaratibu. Sasa hapa alikuwa anajaribu kuzungumza ndani ya kanisa la Wathesalonike kwamba kuna wapendwa ndani ya kanisa, lakini hawaenendi. Kwa nini? Kwa utaratibu. Sasa mtu asiyeenda kwa utaratibu anaweza akaathiri nafsi za wengine, wakaanza kuishi bila nini? Utaratibu. Mungu nisaidia watu waelewe. Mungu anaheshimu utaratibu kuliko unavyofikiri. Mungu mwenyewe ndio utaratibu. Ndio sababu katika ubani ukisoma Biblia inasema Mungu aliumba siku ya kwanza hiki na siku ya pili na siku ya tatu na siku ya hakulipua tu vyote kwa pamoja. Maana ukitaka pia kufikia kwenye maono yako lazima uwe mtu utaratibu. Huna utaratibu huwezi kufikia ndoto yako siku moja. Si lazima ufanye kila kitu 2026. Lazima uwe na mpangilio kwamba na vitu vitatu, lakini ndani ya vitatu hiki tunatamani cha kwanza kifanikiwe. Kikifanikiwa cha kwanza nitaamana cha pili, hakikafanikiwa cha pili kinaenda 27. Bado tunakumbia. Tunaona pamoja.
Unapopata pesa na ili kusaidia kidogo, hakuna kitu cha muhimu kuwa na utaratibu wa kitu kabla ya kupata pesa. Hakuna kitu cha muhimu kuwa na maono kabla ya pesa, ili pesa inapokuja yanakuta maono yako. Lakini ukipata pesa pasipo maono, maana yake utatumia kiolela. Lakini ukawa na maono kabla ya pesa, ukipata pesa unaingiza kwenye maono. Watu wengi wanaopata pesa kwa sababu wanapata pesa sio unafanya nini, haoni unafanya nini, kwa sababu amepata pesa pasipo utaratibu. Hana maono, nikipata shilingi 10,000 nifanye nini? Lakini kama una mipango na maono na utaratibu, kila shilingi unayopata lazima ujue inaenda wapi. Sasa hivi tunataka kuona ni kidogo, lakini ujue inaenda wapi. Mungu nisaidie. Anasema nitegeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu ndani ya kanisa. Kuna mtu ambaye hana utaratibu, anaweza akaumiza nafsi za watu wengine. Kwa nini? Leo unafanya hiki, kesho unafanya hivi. Hata ndani ya familia, mtu yote ana utaratibu. Kwa hiki kiasi kimaliza kimlazimisha mtu yote kwenda kwa pamoja, vienje. Lazima viende kwa utaratibu ili vifanyike. Okay. Anasema aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mliopokea kwetu sisi. Kwa namna ya kuponya nafsi ni kuitenga nafsi na vitu ambavyo vinaweza vikasababisha unajisi kwenye nafsi yako. Unaweza ukaongeza kitabu cha Samueli wa kwanza mlango 30:6. Hii pia unaweza ukaongeza kitabu cha Zaburi 88:3 kwa wale ambao wanafuatilia kuandika. Tuingie kipengele cha 4. Namba 4. Nini kitakachokusaidia nafsi yako yenye haya? Namba 4, nafsi inahitaji kitu kinachoitwa raha. Namba 4, ili uhai wa nafsi endelee kuwepo na usalama wa nafsi endelee kuwepo, nafsi inahitaji kitu kinachoitwa raha ya nafsi. Nafsi inahitaji kupewa raha. Raha ni haki ya nafsi. Tumekubaliana nisumbuke. Uhai wa nafsi ni raha ya nafsi. Nafsi ikosa raha, lazima ikimbie. Nguo ile leo umevaa kwa sababu nafsi inataka uhai. Na hata wakati unavaa nafsi yako inapigana na wewe. Ulivaa shati nafsi inakwambia toa. Ukavaa kiatu nafsi inakwambia utangulia njiani. Lakini siku mwisho nafsi inakwambia hii ni kutoa. Hata kama kuna watu wanaona umevaa vibaya, lakini nafsi yako ilikuwa kuiva, nafsi yako. Kanisa yaani ulivaa leo nafsi yako ndio kupangilia. Ingawaje kuna watu wanaona umevaa vibaya, lakini nafsi yako ilikuwa umevaa vizuri. Sasa lazima ukubaliane na nafsi yako. Kwa lugha nyingine tunasema ili uhai wa nafsi uendelee kuwepo kwa mwanadamu, nafsi inahitaji kupewa raha, ambayo ndani ya raha kuna kitu kinachoitwa amani ya nafsi. Kitabu cha Yeremia. Lakini kabla ya sisi kuandika Yeremia, alafu tukaenda kwenye kitabu cha Mathayo, lakini tuone Yeremia ile sura ya 6. Yeremia sura ya 6 na mstari wa 16. Bwana asema hivi: simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Iwapi njia iliyo njema, mkaenende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi
nani mtanipatia raha katika nafsi zenu. Nafsi, kijana, naomba wewe ima amka, nenda nje na utendo unachokitafuna, alafu ni baadaye, na usiwahi kurudia maisha yako. Kanisa linatafuna. Okay, rudi kwenye neno. Anasema nani mtanipatia raha katika nafsi zenu. Nini kitakachoipa nafsi raha? Ni baada ya nafsi kuishi katika hali inayotakiwa kuishi. Anazungumza na watu ambao walikuwa wanapita mapito fulani. Sasa namna ya kuondoka kwenye haya mapito, anawaambia nendeni mkaulize kwa watu waliotangulia, hii wapi njia iliyonyooka. Kwa lugha nyingine, wanataka kuuliza habari ya maisha yako, kwa nini wanapitia vitu kama hivi. Na utakapojua usahihi wa kitu, kwamba jambo hili liko kwa sababu ya jambo fulani, linakupa amani kwenye nafsi. Sikiza. Anasema nani mtanipatia raha katika nafsi zenu, lakini wakasema hamtaki kwenda katika njia hii. Kwamba nafsi inahitaji raha ili endelee kuwa salama. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 11. Mathayo sura ya 11 na mstari ule wa 29. Mstari 29. Umewahi kujiuliza watu wengi kwa nini ambaye pengine wanaokoka ama waliokata tamaa, unakuta mtu anakuwa kupitiliza, ingawaje Biblia hairuhusu kunywa hata kidogo, lakini wacha nitumie tu, yaani mtu anakunywa mpaka anashoka. Ukimuuliza kwa nini, anakuambia nina mambo mengi nayapitia na yanaondoa mawazo. Maana yake unajua nini? Nafsi yake haina amani. Kwa hiyo anatafuta namna ya kuipa raha nafsi kwa njia ya ulevi, kwa njia ya mafuta. Kwa wale ambao wamepita eneo la kuvuta bangi, wanasema ukivuta bangi wanaona kama vile wanajua wakati hawana nyumba. Yaani nafsi yake inafurahi, inasikia raha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, nafsi inahitaji raha, na kitu cha kwanza kinachoipatia nafsi ya mwanadamu raha ni neno la Mungu. Hakuna kinachoshinda kama Mungu. Pale ambapo unaona nafsi yako imekosa raha, tafuta mahali penye neno la Mungu. Raha. Mungu nisaidie kutoka. Anasema itieni nira yangu, Mathayo 11:29. Itieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa nafsi inahitaji raha. Sasa namna ya kupatia nafsi raha ni kujifunza yaliyo sahihi yatakayesababisha nafsi yako kuwa na nini? Na raha. Sio kama ninachozungumza. Anasema ijikeni nira yangu, mjifunze kwangu. Ili tujifunze chini ya neno la Mungu. Na katika kujifunza chini ya neno la Mungu, anasema nani mtapata raha nafsini mwenu. Yaani hatuna namna tunaweza tukasababisha nafsi zetu zikawa na raha zaidi ya kumtamani sana neno. Kwa sababu tukikosa neno, tutaipatia nafsi raha kwa vitu vingine ambavyo badala ya vile vitu kusaidia nafsi zetu, zinaangamiza nafsi zetu. Kwa nafsi inahitaji raha. Nafsi inahitaji utulivu. Tunapozungumza raha, ni pamoja na eneo tulivu. Nafsi inahitaji. Mungu nisaidie.
Angalia Isaya sura ya 61. Angalia Isaya sura ya 61. Kwa uhai wa nafsi, nafsi inahitaji kitu kinachoitwa raha, au lugha nyepesi kabisa ya ulimwengu huu, nafsi inahitaji starehe. Isaya 61 mstari wa 10. Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Bwana. Amen. Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu. Nafsi ina uwezo wa kushangilia. Adamu nafikiri ni miongoni mwa watu wanaopenda mpira. Si yuko timu gani? Yanga, Simba. Saidia naweza kusema. Saidia nasikia watu wakishangilia mpira. Mpaka kurudia meza za watu kwenye baa. Ikifungwa kama Simba nasikia pa. Zinapigwa meza mpaka unaona hawa wakishangilia ile kanisani. Lakini kumbe wanaipatia raha nafsi zao. Wanainuka, wanakanyaga viti, wanatukana, wanafanya hivi. Kwa nini? Ni kitu cha dakika 90, lakini mtu anaipatia raha nafsi yake. Akiwa pale kwenye mpira, hakumbuki kama anadaiwa kodi ya nyumba, hakumbuki kama kuna mtu alimtukana, hakumbuki kama kuna mtu amemkwaza. Kwa nini? Nafsi inapata raha kupitia macho. Anataka kabisa na wanawe mjinga huyo amefunga hivi. Nafsi si damu, nafsi inahitaji ili iendelee. Kwa nini? Kwa kama ni mpenzi wa mpira, ipatie nafsi yako raha kwa mpira. Ni nafsi yako naipatia raha kwa mpira. Mimi sipendi mpira, maana kwanza sikuwahi kucheza shule. Kidogo nilijaribu kinage, nikanitoa, nikaenda Machaura kidogo na yeye kanitenda. Sasa ukiniuliza kwa nini yeye huko simulizi. Lakini mtu anapenda direka sana. Yaani ukipigwa ngumi. Mimi ndo na yangu, yeye ndo na upigwe na kiti, kuguso, uvunwe, mimi ndo na yangu nipatia nafsi. Macho yangu yanatamani. Nikisema usisubutu sawa. Sasa nafsi wapendwa, maana mko chini ya jua, nafsi inahitaji raha. Nafsi inahitaji kupewa kile kinachohitaji, ili mradi haiko nje na mapenzi ya Mungu. Amen. Haiko nje na mapenzi ya Mungu. Ndio sababu hapa anasema nitafurahi sana katika Bwana. Yaani furaha yako, furahi katika Bwana. Ndio kunasonga shangilia katika Bwana. Nitafurahi sana katika Bwana. Nafsi yangu itashangilia katika Bwana. Sasa mara nyingi nafsi yako imekuwa na uzuri kwa sababu hakuna siku kuipa raha. Siku zote ni ya machozi. Jumatano nilikuwa hapa. Tulikuwa tunafunza somo moja. Nikasema pamoja na masikini, Yesu asirudi kama ulitoa nafsi yako out. Pamoja na masikini. Yesu asirudi ulitoa nafsi yako. Yaambie tu nafsi yako nenda katafute mahali panapoitwa amani kwa mikawani. Niliwaambia Jumatano. Ipeleke tu nafsi ya ile vitu tumeonaga kuringaringa makahawa, ukija wanao at least siku ya maisha yako inaongezeka. Nafsi inahitaji raha ili iendelee kuwa na nini? Na uhai. Zaburi 35 mstari wa 9, Zaburi 19 mstari wa 7, Mithali 11 mstari wa 17.
Namba 5 ambayo itakuwa ni mwisho wa leo. Namba 5, namna ya kufanya nafsi yako iendelee kwa hai. Namba 5, nafsi inahitaji kuhuishwa. Nafsi inahitaji kuhuishwa. Kuhuishwa ni kufanya kitu kuwa kipya zaidi ya kile ambacho kilikuwa. Kuna wakati nafsi ya mtu inachoka, inapoteza matumaini. Sasa nafsi inapopoteza matumaini au inapochoka, inahitaji kitu kinachoitwa uhuisho. Sasa ule uhuisho unatokana na neno, ule uhuisho unatokana na mazingira ambayo sio kinyume na kusudi la Mungu. Kitabu cha Zaburi, uhai wa nafsi ni kuhuisha nafsi yako. Kumbuka nimesema hiyo ni point ya mwisho kwa siku ya leo. Kitabu cha Zaburi sura 23 na mstari, naweza tukaanza ule mstari wa 2. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya mito, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Sura 3, huisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Tafsiri ya hili neno huisha nafsi yake, maana yake ni nafsi iliyochoka kwa mambo mengi. Sio kama hivi, mnaelewa maana nafsi kuchoka upendo. Ya nafsi ikichoka mpaka mikono inachoka. Nafsi ikichoka mpaka mwili unachoka. Maana nafsi ndio kibebeo cha mwili. Ingawa mwili unabeba nafsi, lakini nafsi ikichoka na mwili unachoka. Sasa nafikia kama sasa unakaa kanisa imechoka tu. Hakuna mtu imechoka tu. Maana nafsi imechoka. Kwa nafsi inahitaji neno ambalo litasaidia uhuisho wake. Uhuisho ni kufanywa upya. Kwa nini fanywa upya? Ili iendelee kuwa na nguvu nyingine. Wanaoendesha magari na wanaoondoka magari, kwa nini tunabadilisha gari mara nyingi? Tunabadilisha oil. Kuna oil unakuenda kilomita 3,000, nyingine sio 5,000. Sasa ni pesa ya mtu. Kwa hiyo ikifika 3,000, hata ukiangalia kwa watu wanaona oil ni nzuri, lakini kwa sababu kwa hii kilomita yake ni 3,000, unaimwaga ile oil, lakini kuna mtu mwingine anataka kupeleka kwenye tractor. Hiyo kwa wewe unaimwaga ili uweke nyingine kwa lengo la kuitunza nchi, kwa lengo la kuiwisha nchi iendelee kuwa na mgumo mzuri, uendelee kwenda vizuri kama inavyotakiwa. Lakini ukiendelea kuendesha hivyo mpaka wewe inakuwa nyepesi, inafika ndani ya choka, inafika mahali inalipuka, inafanya vitu ambavyo hutegemea. Hivyo nafsi ya wanadamu kuna wakati inahitaji kuishi, kwa sababu inachoka na vitu vinavyokutana. Kuna wakati sitaki kusikia watu wakiongea kabisa. Siko bado pepo. Sitaki kuna wakati nafsi yangu haitaki kusikia sauti, inahitaji tu kukaa peke yake. Kuna wakati mwingine inahitaji kelele. Kwa nini? Kwa sababu nafsi inatoka na hiki. Sasa nasema huisha nafsi yangu na kuniongoza. Nafsi inauishwa ili iendelee kupata nguvu na uhai, ama iendelee kuwa kipya. Angalia kitabu kile cha Warumi 12:6, 12:2 Warumi sura ya 12 na mstari unawapiga nasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nachotaka uone hilo neno, bali mgeuzwe. Neno kuuishwa maana yake ni sawa na kusema kugeuzwa kitu ambacho kilikuwa kimechakaa
na kufanya kuwa kipya. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali geuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Maana yake hilo neno kufanya upya nia iko ndani ya nafsi. Mfanye upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kupendeza na ukamilifu. Nafsi ndio inatambua mema na ndio inatambua mabaya. Kwa nafsi kama imetoka, maana yake haina uwezo wa kutambua tena kitu. Nilikwambia mtu aliyekufa dhamira anaweza kufanya chochote, kwa sababu dhamira ile mshtaki ya kwamba usifanye hiki au fanya hiki imekufa. Angalia Zaburi ya 119. Zaburi ya 119. Unaweza ukaandika kwa sababu ya muda sababu si. Lakini unaweza ukaandika Mithali 11 mstari wa 25. Tunaweza tukasoma kitabu cha Ayubu sura ya 7. Kitabu cha Ayubu sura ya 7 na mstari wa 11. Anasema, kwa hiyo sitakizuia kinywa changu, nitanena kwa mateso ya roho yangu, nitalia kwa uchungu wa nafsi yangu. Nafsi inaona uchungu. Kwa hiyo sitakizuia kinywa changu, nitanena kwa mateso ya roho yangu. Mtu akiwa na mateso, nafsi yake lazima itakuwa inaongea. Halafu anasema nitalia kwa uchungu wa nafsi yangu. Nafsi ikiwa na uchungu, ndio unakuta nafsi ikipata uchungu, mtu analia machozi. Na ndio sababu tunasema mtu akifia, hatuna sana ile tunasema wao wasema usikie, unajua utalia na utaenda. Ndio kwamba tunatamani mtu asilie asijiumize. Lakini kulia ni uponyaji wa nafsi. Inaondoa hasira. Tusaidie. Kwa nini? Uchungu unapokuwa ndani ya nafsi, alafu usipomwaga ule uchungu, ule mtu atapata magonjwa. Kwa sababu mtu anapokuja kueleza inasuluhisha kesi kadhaa ya watu wenye ndoa nani waliolewa, mtu anakuja kada kueleza kesi. Mimi wanamwambia lia. Hayakila tamoja wao ndio siko wanamwambia lia. Yaani maana yake ulie kwanza ili nafsi iachie iwe nyepesi. Na hakuna kitu kibaya, na Mungu atusaidie. Sisi tutapoleana makesi. Yaani mtu anakuja na shida yake basi yaishi tu. Wala usikuza kukosea nini. Yaishi. Yaani kuna kitu kinaumiza nafsi mapema kama hicho. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu nataka ukisema ili nafsi yako ipone, lakini wazee wanakunyamazisha. Yaishi tu. Haina sababu ya kuzungumza. Au usifungue. Yaishi tu. Kwa sababu ya nini moja mpeleka mtu pembeni anamwambia, "Nenda ukamsikilize." Akija kwenye kikao, ukimpa mtu nafasi kwenye kikao akaongea, akalia, akaenda Morogoro, akarudi. Baadaye nafsi yake inakuwa nyepesi. Lakini kwambia usogee, wewe nyamaza utamsaidiaje mtu ana uchungu ndani ya nafsi? Hajatoa kinachomuumiza. Maana kinachomuumiza ni kile kilichoko ndani. Ninawahi kujua uponyaji wa nafsi ni kumwacha mtu alie kwa sababu uchungu wa nafsi yake, na pia kuyatamka yale maneno aliyonayo kuyasema. Hili swala la kumwambia nimekusamehe kule tu, naomba tunache. Ninakwambia ulinikosea siku fulani, nimekuachia kwa sababu ya kosa fulani. Lakini nimekusamehe kule tu. Maana yake utabakiza kitu ndani yako. Na ni rahisi kusamehe kuliko kuondoa uchungu. Ndio sababu kuna watu wamesamehe lakini bado kuna maumivu ya kutokusamehe.
Lakini shida ni nini? Tatizo limebaki kwenye nafsi, inahitaji kuponywa. Kuna maisha unaishi kwa sababu nafsi yako inakupa uishi. Sasa kubali pia kufundishwa. Anasema jifunzeni nini? Kuna watu wanahitajika kuponywa nafsi zao, maana nafsi zao zina shida, na mtu ambaye ana shida kwenye nafsi hafundishiki. Kwa hiyo nafsi inahitaji neema ya Mungu sana ili iendelee kubaki na usalama na Mungu aondoe uchungu